Na kusalimu tena katika jina la Yesu Kristo. Karibu tena katika fundisho letu la siku ya leo. Hakika vile vile fundisho letu la siku ya leo ni fundisho maalum. Manake kichwa chake kinasema, kwa nini baadhi ya viongozi wanaogopwa sana kuliko kupendwa na madhara yake kanisani? Na kama kawaida, kabla ya kuingia katika fundisho hili, ni vizuri kujikumbusha yale ambayo tulikuwa tumejifundisha hapo katika kipindi cha kilichokwisha kupita, ambapo tulikuwa tunaangalia sehemu ya pili, na kichwa chake kilikuwa ni jinsi ya kurejea kwa mchungaji aliyekuwa amepoa kiroho. Na tunaona ya kwamba njia moja ni kutubu kwa uaminifu, kurudi kwenye maombi ya asiri, yaani kuingia chumbani na kuomba akiwa peke yake, vile vile kusoma neno kwa ajili yake mwenyewe bali na kanisa, vile vile kupumzika au kujitunza baada ya siku nyingi za huduma. Ni vizuri pia kupata nafasi ya kupumzika, vile vile kutafuta rafiki au mwenzi ambaye anaweza kumsaidia na kusimama naye wakati anapokumbwa na changamoto, na vile vile kurudi kwa moyo wa utumishi. Na nataka tuangalie fundisho la leo ambalo tutaona ya kwamba ni fundisho maalum sana, manake linasema linaongea juu ya kiongozi ambaye anaogopewa sana pale kanisani. Na kuna tofauti ya kuogopewa na kuheshimiwa. Kuna kiongozi ambaye anaogopewa na anapo pengine kuja na miradi mbalimbali, pengine kujenga kanisa au pengine mradi wowote ambao pengine unahitaji fedha. Washiriki pale watatoa fedha au fedha zao, sio kwa sababu wanaheshimu uamuzi wa yule kiongozi, lakini kwa sababu ya kumuogopa. Kwa hivyo haya ndiyo tutakayokuwa tunayatazama wakati siku hii ya leo. Na tunaona ya kwamba katika baadhi ya makanisa au taasisi kuna viongozi ambao watu wanaogopa sana, lakini hawawapendi kwa moyo, na watu hawatii mbele yao, lakini ndani wanaumia, wananungunika au wanakaa kimya kwa hofu. Na tunaona ya kwamba heshima ya kweli ni tofauti na hofu, kwa sababu heshima huzaliwa na tabia njema, kuna hekima, upendo na vile vile uadilifu. Lakini hofu huzaliwa kwa vitisho, ukali usio wa haki, adhabu au matumizi mabaya ya mamlaka. Na tunaona ya kwamba Mungu hutaka viongozi waheshimiwe, lakini si kuendesha watu kwa hofu. Nataka tuangalie kitabu cha waraka wa pili wa Timothy, sura ya 1 mstari wa 7, ambao unasema, maana Mungu hakutupa roho ya uoga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Na tutakuwa na hoja 12 ambazo tutakuwa tunaziangalia. Na hoja ya kwanza inasema, wengine huchanganya uongozi na utawala. Na tunaona ya kwamba baadhi huamini kuwa kiongozi ni kutisha watu. Tunaona kwamba wengine wanakuwa wakali kila wakati, wengine hawasikilizi wengine, na wengine wanataka neno lao liwe la mwisho. Kitabu cha Marko au Injili ya Marko sura ya 10 mstari wa 42 na 43 unasema, watawala wa mataifa huwatawala kwa nguvu, lakini haitakuwa hivyo kwenu. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba Yesu alitofautisha uongozi wa ufalme wa Mungu na utawala wa dunia. Katika hoja ya pili ni wanajenga mamlaka juu ya hofu. Na tunaona kwamba wengine huhisi bila hofu watu hawatawatii, na kwa hivyo hutumia vitisho, fedheha hadharani, wakati mwingine sauti ya hasira,
wakati mwingine adhabu kali, au wakati mwingine lugha ya kudhalilisha. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba utii unaotokana na hofu hudumu mbele ya macho tu. Katika hoja ya tatu ni wanabeba majeraha ya ndani. Na tunaona kwamba kiongozi aliyewahi kuumizwa, kudharauliwa au kukosa usalama ndani, wakati mwingine hutumia ukali kujikinga. Na katika kitabu cha Methali sura ya 4 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko yote uyalindayo. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba jeraha lisiloponywa linaweza kuumiza wengine. Katika hoja ya 4 ni kiburi na kutotaka kuhojiwa. Tunaona baadhi ya viongozi hawataki kuulizwa swali lolote, na hawataki ushauri uonekane uasi, au swali linaloonekana dharau, au pengine tofauti ya maoni inayoonekana shambulio. Katika kitabu cha Methali sura ya 11 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba katika wingi wa washauri pana usalama. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba kiongozi mwenye hekima husikiliza. Katika hoja ya 5 nasema wanaogopa kupoteza ushawishi. Na tunaona ya kwamba wakati mwingine hofu hutumiwa kulinda cheo. Ili watu wasikaribie wengine, au pengine watu wasiulize maswali, au pengine watu wasifikirie tofauti. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba anayejiamini kwa Mungu huhitaji kutisha watu. Tunapoangalia hoja ya 6 ambayo inasema kukosa mfano wa Yesu, tunaona ya kwamba Yesu Kristo alikuwa na mamlaka makubwa, lakini pia upole mkubwa. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari wa 29, inasema kwamba kwa maana mimi ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba nguvu ya kweli haihitaji ukali. Na sasa nataka tuangalie madhara ya kiongozi ambaye anaongoza watu kwa dhuluma. Hoja ya 7 inasema watu wananyamaza kweli. Watu wanaona matatizo lakini hawaongei. Na tunaona ya kwamba dhambi kwa sababu hiyo hufichwa. Vile vile makosa hayawekwi wazi, na vile vile ushauri hauletwi. Katika kitabu cha Methali sura ya 27 mstari wa 5, Biblia inasema kwamba afadhali kulaumu kwa wazi kuliko upendo wa siri. Katika hoja ya 8, Biblia inasema watu wanatii kwa nje tu. Na tunaona kwamba mbele ya kiongozi wanaonekana sawa, lakini nyuma yake wanalalamika. Na fundisho ni hofu huzaa unafiki. Katika hoja ya 9, inasema vipawa vinakufa. Watu wenye karama hukaa kimya kwa kuogopa kukosea. Na tunaona kwamba vijana hawaibuki, viongozi wapya hawalelewi, na vile vile ubunifu unakufa. Katika kitabu cha Wathesalonike wa kwanza au waraka wa Thesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 19, Biblia inasema kwamba msimzimishe roho. Katika hoja ya 10 inasema majeraha ya kiroho. Baadhi ya watu huondoka kanisani wakiwa wamemfujika moyo, wamejeruhiwa, na vile vile wamekata tamaa. Na fundisho ambalo tunalipata hapa ni kwamba uongozi mkali unaweza kusukuma watu bali na huduma. Katika hoja ya 11 inasema kiongozi hubaki peke yake. Na tunaona kwamba watu wakimwogopa sana hawatamwambia ukweli. Atabaki na watii wa hofu tu, lakini si marafiki wa kweli.
katika kitabu cha Methali sura ya 28 mstari wa 23, Biblia inasema kwamba amuonyaye mtu baadaye atapata kibali. Na tunapoingia katika hoja ya 12 inasema kanisa hupotea kiroho. Na tunaona ya kwamba mahali pa upendo hugeuka mahali pa taharuki. Katika Injili ya Yohana sura ya 13 mstari wa 35, Biblia inasema kwamba kwa jambo hili wote watajua mkiwa na upendo. Na tunapoangalia tofauti ya kiongozi wa hofu na wa heshima, tunaona ya kwamba kiongozi wa hofu hutisha, hasikilizi, huumiza, hutumia choo na hufanya watu wafiche ukweli. Lakini kiongozi wa heshima hudhibiti bila ukatili, husikiliza, husahihisha kwa haki, huinua wengine na vile vile hufanya watu waseme ukweli. Na tunapoangalia jinsi ya kurekebisha hali hii, ni kwamba kwa kiongozi ni vizuri kutubu ukali usio wa haki, na vile vile ni vizuri kujifunza kusikiliza, ni vizuri kutenganisha udhabiti na ukatili, na vile vile ni vizuri kuomba uponyaji wa majeraha ya ndani na pamoja na kufuata mfano wa Kristo. Kwa kanisa ni vizuri kuombea viongozi, vile vile ni vizuri kusema ukweli kwa heshima. Ni vizuri kuweka mifano ya uwajibikaji, na vile vile ni vizuri kulinda waliojeruhiwa. Na tunapoafikia ukingoni, ni kwamba Mungu hawaiti viongozi kutisha kondoo bali kuwachunga. Na vile vile mchungaji anayependwa kwa heshima huwa na ushawishi wa kudumu kuliko anayeogopwa kwa hofu. Na nitawaacha kwa neno ambalo linatoka katika waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 2 na wa 3, ambalo linasema, lichungeni kundi la Mungu, wala si kama wajifanyao mabwana juu ya mitaa yao, bali kwa kujifanya vielelezo kwa lile kundi. Kwa hivyo kwa hayo nakutakia kila laheri. Najua umejifunza mengi ambayo yanahusu kiongozi au mchungaji anayeongoza kanisa kwa kiburi, na vile vile jinsi anavyoweza kurekebisha makosa haya. Kwa hivyo Mungu wetu awabariki, awatendee mema. Shalom.